Kwa miaka hivi karibuni tumeanza kuona kidogo biashara za vijana wetu hao wakati ambao wanauza spare za pikipiki, wanauza spare za baiskeli zikianza kuingiliwa na wageni. Ukienda hapo Kagwe sasa hivi Wachina wanauza spare za pikipiki. Ukija mjini Wachina wanakuja kuuza. Sio kutengeneza, wanauza. Sasa wanauza bei ambayo inawaua wafanyabiashara wa Mbeya ambao wamepata mikopo. Hawajalipa mikopo. Tupendeza kupitia kikao hiki, pengine tungeweza kuja na mkakati ambao utaweza kuangalia hawa Wachina wamefikaje huku mpaka wakawa wanaanza kuuza pikipiki. Mchina anauza dawa za kilimo, hana kiwanda, analeta kidogo. Hii kitu itaweza kuua vijana wote, tutabaki kwenye bajaji na bodaboda. Mwenyekiti, kikupendeza nitamani kupitia kikao hiki tuangalie kama ofisi yako itaweza kuja na mkakati maalum wa kuweza kuwaondoa hawa ndugu zetu. Kama nakuja wawekezaji, maeneo ya kuwekeza kwenye viwanda yapo, sisi tuko tayari kushirikiana nao, lakini kwenye uchuuzi watuachie sisi wazao, kwa sababu sheria ziko wazi. Hata ukiangalia kiwango cha mtaji wao kwamba anastahili kufanya ile biashara, nafikiri hawezi kuqualify. Naona mkuu anaongea kwa uchungu sana. Tuna bidhaa ambazo zinakuja katika mkoa wetu, na ukiangalia price kwa upande wao na kwetu, unajiuliza faida wanapata wapi? Sasa chain hii kubwa inaenda kwenye ajira za vijana kama mnavyofahamu. Tunaomba jaribu kuangalia hiyo nyanja, ina shida. Sasa kwa kufanya hivyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sisi ambao ni wazao wenye mitaji midogo hatuwezi kulichukua hilo soko na kulifanyia kazi. Moja, bei zetu zitakinzana pamoja na wao, kwa sababu wao watakuwa na bei nafuu, sisi tutakuwa na bei ambayo ni ghali ili tuweze kupata faida. Kwa kufanya hivyo manake itatuathiri sisi, ule mzunguko wa kibiashara utashuka, lakini vile kwamba tutakosa soko, na hata ile kwamba kuweza kwenda kukopesheka kupata mitaji kidogo itakuwa ni changamoto, na itatufanya sasa biashara tusiwe tena wa biashara, tukawa ni watu ambao tunakaa nyumbani na tukazidi kulilia swala la ajira, wakati ajira zinaweza kupatikana kutokana na hizi biashara ndogo ambazo tusingependa wageni waje wazifanye, ila wazawa tuendelee kuzifanya. Serikali inavutia wawekezaji waje wawekeze nchini pia. Swala la kwamba ofisi ya mkoa itachukua hatua gani, tunatarajia kuhakikisha kwamba tutafuatilia na kujua. Lakini kama ni wafanyabiashara kama wengine, tujue Mheshimiwa Rais anatamani kuona wafanyabiashara pia wakijiwekeza katika sehemu mbalimbali. Sasa kwa kuwa ni kama lalamiko, hilo tunalifanyia kazi kama mkoa kwa kushirikiana na wenzetu wa chemba ya biashara, lakini pia na sekta binafsi kuhakikisha kwamba tunalisolve vipi. Sababu tunaweza kumlazikia kama huyu ni mfanyabiashara wa Kichina, lakini pia na vigezo vya kufanya biashara. Kwenye Mbeya hapa kama wafanyabiashara tumerudi nyuma. Ukweli unauma, lakini lazima tuseme kwa sababu tuko wenyewe kwamba lazima tuanze wenyewe wana Mbeya kuweka msukumo mkubwa. Sasa mimi nitoe wito mwenyekiti, tuanze na 8 ya mwaka huu kuonyesha vuguvugu na wana Mbeya. Tusitazamie wenzetu walioko kutoka katika mikoa mingine, sio wenyewe wana Mbeya tu mstari wa mbele.